Hamjambo wanafunzi, ni kipindi kingine tena ambapo tumekutana katika somo letu la lugha ya Kiswahili na mwalimu wenu ni yule yule Konzi Nzaka. Ningependa ni washukuru sana kwa muda huo wote ambao tumekuwa pamoja. Mmekuwa nami sako kwa bako, na bila shaka tutaendelea kuwa sako kwa bako hadi tamati ya kipindi chetu cha leo. Kama ilivyo desturi na ada, leo tutazama katika somo la kuandika, na katika kuandika tutazungumzia swala la imla, na kuna baadhi yenu ambao pengine hawajui imla ni nini. Imla katika lugha ile ya Ung'eng'e, lugha ambayo mmeizoea kwa wingi katika lugha ya Kiingereza, imla ni dictation. Kwa hivyo tunataka kujua imla ni nini na ni vipi unaweza ukaitumia na manufaa yake labda yatakuwako ni gani. Lakini kama ilivyo ada na desturi, wacha nidokeze ile somo ambalo tutalishughulikia katika kipindi chetu cha leo. Imla ni nini? Imla ni neno linalotumiwa kuelezea hali ambapo mtu anasema na mwingine anaandika. Imla Kwa hivyo imla ni neno linalotumika kueleza jinsi mtu anavyoweza kuandika au kunakili wakati anaposomewa. Ama kwa ufupi naweza kusema kwamba ni kuandika huku ukimsikiliza mtu mwingine anapokusomea yale maneno. Kwa hivyo imla kwa ufupi ni kama nilivyoifafanua, na imla sana sana huwa inatumika wakati ambapo labda yule ambaye anasoma kile kifungu cha maneno huwa anaona aidha ni kirefu zaidi, ama huwa anaona yule ambaye anamsomea ana uwezo wa kuweza kunakili kile anachosoma. Kwa hivyo hapa anapokusomea hapo, anataka kuona uwezo wako wa kutumia viakifishi sahihi, wa kutumia muda kwa wakati unaofaa, na pia vile vile kuangalia kasi yako katika uandishi. Hivyo ndivyo maana ya imla kuwepo katika mazingira mbalimbali. Ili kuweza kuandika taarifa nzuri, kusikiliza kwa makini. Kwa hivyo sababu ya kuwa na imla. Kwanza kabisa, kupima uwezo sikiliza makini
Alafu jambo la pili ni kuandika maneno au kifungu kilichotumwa kwa kuandika kwa ufasaha kupitia kusikiliza. Sababu ya tatu ya imla, kuhakikisha kutobadilisha sehemu yoyote. Alafu nikuandikie vidokezo vinne vya sababu ya imla, kuhakikisha kuwa maandishi yako yanaonyesha kutathmini, bora maandishi, kasi na muda. Kwa hivyo hizo ndio sababu ambazo huwa imla inazingatiwa kwayo. Kwa hivyo hizo sababu nne zinafaa kusema ni kwa nini kunakuwa na imla. Kwa hivyo hapo basi, mwanafunzi, iwapo utakuwako na huo uwezo wa kuandika imla, hakikisha unazingatia vigezo hivi vinne ambavyo nimeviandika katika huo ubao, na vingine vingi ambavyo unaweza ukavipata katika vitabu mbalimbali, vitabu vya ziada. Wacha nikusomee zoezi ambapo ningetaka nikupime kama kweli umeelewa kile ambacho nilikuwako nikizungumzia katika imla. Zoezi linasema hivi: sikiliza taarifa atakayoisoma mwalimu wako kwa mara ya kwanza. Akisoma mara ya pili, jitahidi kuandika unayoyasikiliza. Kwa hivyo hilo ndio zoezi ningependa uwe unaweza kulizingatia katika sehemu hii ya imla. Je, kuna swali lolote kabla sijaingia kwa kina katika sehemu hii ya kuandika, ambapo tutaenda tuzungumzie kujaza fomu, yaani uandikaji wa kiuamilifu, ambapo tutashughulikia sehemu ya kujaza fomu? Basi bila shaka, kama sijapata swali kutoka kwenu, mumeelewa hii sehemu. Wacha tuangalie sasa utungaji wa kiuamilifu, ambapo tutaangalia kujaza fomu. Utungaji wa kiuamilifu, ambapo ni kujaza fomu. Inaitwa utungaji wa kiuamilifu kwa sababu kuna utaratibu wake maalum ambao unakubaliwa wakati wa kujaza fomu. Kwa hivyo kama ni utungaji ambao unafuata kanuni
fulani, basi kama hutazingatia hizo kanuni, utakuwako wewe hujajaza fomu, umejaza kitu kinakaribiana na fomu, umejaza kitu kinafanana na fomu, ama umejaza kitu ambacho hata jina kimekosa. Kwa hivyo hapa, kwa sababu ni utungaji wa kiuamilifu, bila shaka kuna utaratibu maalum ambao unatumika wa kujaza hiyo fomu. Kwanza kabisa, kabla sijaenda kwa kina, wacha nikwambie fomu ni nini. Fomu ni karatasi yenye maswali fulani ambayo hujazwa ili kutoa habari fulani. Fomu ni karatasi fulani ambayo hujazwa kuelezea ujumbe fulani. Hapa wino hauko umekolea. Bila shaka sasa umekolea wino. Jaza maelezo fulani. Kwa hivyo hiyo ndiyo maana ya fomu. Ni karatasi fulani ambayo hujazwa kueleza ujumbe fulani. Wacha niendelee. Fomu hii pia inaweza kuelezea kuhusu mtu fulani au pia vile vile kitu fulani. Kwa hivyo inaweza ikatumika kuelezea kuhusu mtu fulani au kitu fulani. Kwa hiyo unaposema mtu fulani, hii fomu inaonyesha maelezo yako, na maelezo yako inatoa jina, mahali unapotoka, umri wako, kitembo chako cha elimu na kadhalika. Kwa hivyo hapo ndio nikasema inaweza kutumika kuelezea kuhusu mtu fulani au kitu fulani. Mambo ya kuzingatia wakati wa kuandika fomu ama kujaza fomu. Kwa sababu nimekuambia ni utungaji wa kiuamilifu, haya ndiyo mazingatio ambayo wewe kama mwanafunzi unapaswa kuyafuata ili uweze kuonekana kweli wewe umejaza ile fomu kwa utaratibu unaofaa. Jambo la kwanza, ipitie fomu ili uelewe vizuri. Jambo la kwanza, fomu kwa kina, ujue nahitaji jambo gani. Tambua ni taarifa zipi zinazotakikana. Tambua ni taarifa
zinazohitajika. Kwa hivyo unapotambua taarifa inapohitajika, basi bila shaka utakuwa huna tashishwi, kwa sababu kuna fomu mbali. Alafu sehemu ya 3, hakikisha umejaza kila kitu kinachotakiwa. Hakikisha umejaza fomu kadri inavyohitajika. Kwa hivyo usijijazie tu jambo lile ambalo halihitajiki pale wewe unajaza. Halafu ya 4, tumia hati inayoweza kusomeka. Andika kwa hati nadhifu inayosomeka kwa urahisi. Tuandike kipengele cha 5 na cha mwisho. Bila shaka usitoe taarifa ambazo si za kweli au kuandika mambo ambayo hayahitajiki. Zisizokuwa sahihi au zisizohitajika. Kwa hivyo ndio vigezo 5 ambavyo unapaswa kutumia wakati unapojaza hiyo fomu. Basi bila shaka, iwapo utazingatia mambo hayo 5 ambayo nimekuandikia hapo kwenye ubao, hutakuwa na tatizo lolote wakati unapojaza fomu ama wakati utakapokuja kutana na ujazaji wa fomu. Kwa hivyo kama ile fomu inasema ueleze maelezo kujihusu, utakuwa unajua ni nini kinahitajika pale, lakini usijaze kile kitu ambacho hakiambatani na taarifa ile ambayo inahitajika uitoe kwa kina. Yale maelezo mengine na mfano wa ujazaji wa fomu utaupata katika ukurasa wako, iwapo download ama utachakaza katika tarakilishi lako ama katika kipakatalishi chako. Kwa hivyo pale utapata maelezo zaidi kuhusu mambo ya kuzingatia wakati wa kujaza fomu, na pia vile utaona mfano wa fomu katika ukurasa ambao nimeutayarisha makini ili uweze wewe kujaza kama mwanafunzi. Kwa hivyo hadi hapo ndio nimefikia mwisho wa somo letu la leo kuhusu kuandika, na nimekufundisha mambo mawili. Jambo la kwanza, nimezungumzia kuhusu imla na jinsi inavyohitajika, sababu za kuwa na imla na kadhalika. Halafu nikakupeleka moja kwa moja katika utungaji wa kiuamilifu na nikazama katika ujazaji wa fomu, ambapo utapaswa kufuata hivyo vigezo wakati wa kujaza fomu, na nikamalizia kukwambia kwamba mifano zaidi utaipata katika tarakilishi lako iwapo utachakaza ama utadownload. Pale utapata vigezo vingine kama 2 ama 3,
na pia vile vile fomu nzuri ambayo wewe mwenyewe itakuelekeza wakati wa kujaza ile fomu. Hadi hapo ndio nimefikia mwisho wa somo letu la leo. Si mwingine bali ni mimi wako Mwalimu Konzi Nzaka nikisema kwaherini.